ukiwa hapo jijini Nairobi, hapa mjini Mombasa, jiji lote bado linanukia harufu tamu ya mapochopocho ya Eid. Mtazamaji, kumbuka kwamba tuko katika shamra za kusherekea sikukuu ya Eid al-Adha, na hii leo ndani ya Mambo Bayana tunaenda kuzungumzia sherehe za Eid, tukiweza kutazamia kwa kina tofauti ya Eid al-Fitri na Eid al-Adha. Mtazamaji, kumbuka ndani ya Mambo Bayana tunakupa mambo na uwazi kabisa. Hii leo ndani ya studio zetu nimebahatika kuwa naye aliyekuwa mufti wa kwanza hapa nchini, Sheikh Omar Buya, ambaye ataenda kutuelezea kwa kina sherehe hizi zina natija gani kwa Waislamu kote ulimwenguni. Mtazamaji, bila shaka unatupata moja kwa moja kupitia runinga yako ya KBC Channel 1 tukiwa hapa mjini Mombasa hii leo, ikiwa tarehe 29 mwezi Mei mwaka 2026, ambapo ni sawia na tarehe 12 mwezi wa Dhulhijja katika kalenda ya Kiislamu. Nikukaribishe kwa moyo mkunjufu hii leo tukiwa tunaizamia kwa kina mada ya sherehe za Eid. Karibu sana Sheikh Omar Buya katika studio zetu, na shukran sana kwa kuweza kutenga muda wako. Labda tuelezee haswa Eid hizi zina ishara gani kwa Waislamu, ama zina umuhimu gani katika jamii ya Kiislamu? Karibu sana, na utuelezee kwa kina pia kuhusiana na wewe ni nani na unajishughulisha na nini haswa. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kwa majina naitwa Sheikh Omar Buya, ndiye mufti wa kwanza kuwahi kuchaguliwa nchini Kenya tangia tupate uhuru. Na ni kiongozi wa kidini wa kitaifa ambaye kwa hapa anashughulika na masala ya kidini, masala ya kuhudumia jamii kiroho, masala ya kuongoza watu katika imani na yale ambayo Mwenyezi Mungu anamridhisha na yale ambayo Mwenyezi Mungu hayamridhishi. Na haya ndio majukumu yetu tunayofanya. Na siku hii ya Eid ni siku ya furaha. Eid al-Adha ni siku ambayo kwamba Waislamu wanafurahika kwa kuwa tayari mahujaji washatoka Arafa. Na Waislamu ambao kwamba hawahiji wameifunga Arafa. Baada ya hapo basi Waislamu wanasherehekea siku ya Eid ya tarehe 10 ambayo ilikuwa juzi Jumatano, ili kuleta kumbukumbu ya kile kisa cha Mtume Ibrahim alayhi salam kumchinja mwanawe Ismail. Kwa hiyo ni Eid ya kuchinja, ni Eid ya kukaanga, ni Eid ya kula nyama, lakini pia ni Eid ambayo kwamba nyama inapata kugawanywa kwa wahitaji na kwa wahusika. Ndio. Wengi wamekuwa wakijiuliza, Waislamu wanakuwa na Eid mbili kuu ambazo zote zina umuhimu mkubwa katika kalenda madini ya Kiislamu. Je, tofauti hizi ni zipi na umuhimu wake? Eid ni Eid mbili, pana Eid al-Fitri na pana Eid al-Adha. Eid al-Fitri ni aina ya sherehe ya Eid ambayo kwamba ni Eid ya kufungua saumu, Eid al-Fitri. Na ni aina Eid hapo kwamba inatekelezwa tarehe 1 mwezi wa 10 wa Kiislamu. Unaitwa mwezi Shawwal. Na hii Eid ni kielelezo ama ni kiashiria cha kumalizika kwa mfungo wa Ramadhani. Lakini Eid al-Adha ni Eid ya kuchinja, ni Eid ya kutoa sadaka ya nyama. Na ni Eid ambayo kwamba inaanza tarehe 10 mwezi wa 12 katika tarehe za Kiislamu. Naam. Na labda Eid hizi mbili kama ulivyosema, hii moja ni ya kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhani, hii nyingine ikiwa ni ya kuchinja kumwashiria Nabii Ibrahim. Labda unadhani zina mafunzo gani muhimu katika Eid hii ya Eid al-Fitri na Eid al-Adha? Eid al-Fitri mafunzo yake ni kwamba Waislamu dunia nzima wanapata kielelezo ya kwamba washatoka katika mafunzo ya uchamungu ya kufunga Ramadhani. Sasa basi wanasherehekea kwa kuhitimu kufunga kwa Ramadhani. Sasa wanabakia kufanyia kazi yale mafunzo waliyopata Ramadhani. Lakini Eid hii ya kuchinja ni Eid ambayo kwamba Waislamu wanasherehekea kwa kuwa Mwenyezi Mungu alimnusuru Mtume Ibrahim alayhi salam kwa kutomruhusu kumchinja mwanawe, na mbadala akamletea kondoo kutoka mbinguni. Sasa huu ni ushindi ya kuwa Mwenyezi Mungu anatutakia kheri sisi wanadamu. Na kwamba wanadamu sio watu wa kutoana uhai na kutoana damu,
Badala yake wanadamu ni watu wa kuishi kwa upendo na ushikamano na kufurahia kwa pamoja na kufanya sadaka hii ya kichinjio. Na umetaja kwamba ni Idi ambao Waislamu wote wanajishirikisha na sadaka ya kuchinja. Je, labda sheria ni zipi kwa je, mtu ambaye anajiweza anafaa kuchinja ama mtu yeyote analazimika kuchinja ama inakuwa ni sunna kuweza kuchinja wanyama hao? Kuchinja ni sunna na inaajibishwa kwa wale wenye uwezo. Naam. Na wanyama wa kuchinja ni wanyama maalum kulingana na sheria. Naam. Tuna ngamia, lakini ngamia huyu awe na miaka 5. Tuna ng'ombe awe na miaka 2. Naam. Tuna mbuzi awe na mwaka 1. Tuna kondoo awe na miezi 6. Na mifugo hii isiwe na ulemavu wa aina yote ile. Na wasiwe wagonjwa na wasiwe ni wajawazito. Kanuni hizi zikitimia, basi wanyama hawa tuliowataja wameruhusiwa Waislamu kuwachinja ngamia na ng'ombe kwa familia ya watu 10 na familia zao. Kwa mbuzi na kondoo ni ya mtu mmoja mmoja. Ndio. Je, kwa wale ambao hawana uwezo wa kuchinja inakuwa vipi? Je, ni mtu anafaa kujilaumu ama anafaa kukopa pesa mahali ili mradi aweze kutoa sadaka hii ama inakuwa namna gani? Kwa wale ambao hawana uwezo hawapaswi kujilaumu. Vidole havilingani. Na kila mmoja ana kipimo cha riziki Mwenyezi Mungu anayompatia. Lakini pia dini imewapatia fursa kwa sababu hawa wanaochinja ni sunna na wameajibishwa zile nyama wazigawanywe kwa mafungu 3. Na fungu moja liwaendee kwa wale ambao kwamba hawajiwezi, wale ambao kwamba ni maskini, ili mradi kila mmoja apate kufurahika, apate kukaanga, apate kupika, apate kula na apate kufurahika na kusherehekea. Na kumekuwa na tetesi kwamba ndugu zetu labda wa dini ya Kikristo huwa siku kama hizi ni moja ya marafiki za Waislamu. Je, wanaruhusiwa kupewa nyama hii ama nyama hii inafaa kugawanywa kwa Waislamu pekee ama wasio kwa Waislamu pia ni sawa katika kuwagawanyia? Unajua Uislamu ni dini ya ubinadamu. Naam. Uislamu ni dini ya upendo, ni dini ya ushikamano. Na alimuhimu jirani yako ni Mkristo. Basi pia jirani pia vile vile ana fungu. Rafiki yako ni Mkristo. Pia vile vile rafiki yako ana fungu. Kwa sababu umekuja Uislamu ili kuwaleta watu pamoja. Au kuja Uislamu kugawanya watu kwa misingi isiyokuwa na thamani au misingi duni. Naam. Idi hii ya Idul Adha pia Sheikh imeweza kuhusishwa sana na hija katika mji mtukufu ule wa Maka. Je, sheria ni zipi wanaokwenda kuhiji? Je, nao pia wanaruhusiwa kuchinja ama hawa wamewekwa katika kundi ambalo labda halichinji ama wanahiji siku gani katika mwezi huu wa Dhulhijja? Wanaokwenda kuhiji wanaanza kuhiji tarehe 8. Naam. Inaitwa Yaumu Tarwiya. Naam. Yaumu Tarwiya ni siku ambayo kwamba imekuja na maana 2. Maana ya kwanza ni siku ya kujaza maji Mina. Mina ni kituo katika vituo ambavyo mahujaji wanazunguka. Naam. Kwa hiyo tarehe 9 wanakuwa Arafa. Kuanzia alfajiri ya tarehe 9 wanakuwa Arafa hawa. Alafu ikifika jioni yake wanashuka Muzdalifa. Wanakwenda kurusha mawe jamarat. Kurusha mawe jamarat ni tukio ambalo kwamba linafanywa na Waislamu wanaohiji kublani na kumkandamiza shetani alifukuzwa kwa rehema Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo wanarudi Mina hawa. Wakirudi Mina basi ndio pale wanakwenda kuchinja, wanakwenda kunyoa na wanakwenda kukata kucha. Naam. Na kuna wale ambao labda hatujaenda haji, tuko katika majumbani na watu ambao wanatamani kuchinja mbuzi ama wamejiandaa kuchinja mnyama yule ama kondoo ama ng'ombe ama ngamia. Je, sheria ni gani kabla ile siku ya Idi ya kuchinja? Je, kuna baadhi ya sheria ambazo zimeambatana na uchinjaji wa wanyama hao? Sheria ni kwamba kwanza anapaswa Muislamu achinje baada ya swala ya Idi. Naam. Hiyo ndio sheria ya kwanza. Muislamu achinje baada ya swala ya Idi. Na kama tunavyojua majira ya Afrika Mashariki swala ya Idi ya kuchinja huwa ni saa 1:30. Naam. Baada ya hapo basi ameruhusika kwenda kichinjio na kumchinja mnyama kwa kumbukumbu ya sunna ya kumfuata Mtume Ibrahim alayhisalam kwa tukio zima la kihistoria ambalo kwamba limeleta maajabu makubwa na uwezo na ukubwa
na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, na kuna sunna ambazo zinaambatana na uchinjaji ule wa ule mnyama. Kuna wengine wanakuambia kabla mbuzi wangu achinjwe lazima niweze kumpapasa ama labda kisu kinafaa kuwa namna gani. Zile sheria ambazo zimeambatana na uchinjaji ule ambazo tunasema ni sunna ni gani na gani? Kwanza kisu kinafaa kinolewe kiwe na makali. Ndio sheria ya kwanza, kisu kipate ili kisimletee dhurubu wakati wa kuchinjwa yule mnyama. Alafu pili, inapaswa kukatwa wanaita mishipa miwili. Kimombo wanaita 2 jugular veins za yule mnyama, at least zibana zimepatwa kuchinjwa kwenye shingo yake. Tatu, yani aelekezwe kibla, awe ameelekezwa kibla. Alafu 4, Muislamu aseme bismillahi Allahu akbar kabla ya kuchinja, na apeleke mchinjo mmoja na wa haraka ili takhfifu ipatikaniwe kwa mnyama ule wakati wa kuchinja. Na kuna watu ambao labda ile siku ya kwanza hakuweza kupata uwezo wa kuchinja. Je, anaruhusiwa kuchinja siku ngapi baada ya Eid yenyewe? Sheria inamruhusu achinje, anaweza chinja tarehe 11 ya Dhulhijja, tarehe 12 ya Dhulhijja, tarehe 13 ya Dhulhijja. Hizi zinaitwa ayamu tashriq. Tashriq maana yake ni mwangaza wa jua. Masahaba radhi Allah zoelee walikuwa wakati wa dhuha saa 9, saa 3 hadi saa 5 majira asubuhi, walikuwa wakianika ngozi baada ya kuchinja. Alafu wanakaanga wanachemsha, wanachoma. Kwa hiyo hizi siku 3 hizi 11, 12, 13 ndizo zikaitwa ayamu tashrik, ambapo sheria pia imewaruhusu wale ambao kwamba hawakupata nafasi, ima pesa ilichelewa ama walikuwa busy sana kwa mambo mengine, basi wameruhusiwa tarehe 11, 12 na 13 ya mwezi wa Dhulhijja, ambao kwamba inaisha kesho Jumamosi tarehe 13 ya Dhulhijja, wana fursa ya kuchinja na wao pia. Na naamini kwamba kila kitu kina sheria yake katika dini hii ya Kiislamu, na kila kitu labda kina kimepewa labda nafasi yake bora. Kuna huu wakati wa Eid ambao watu wengi wanahitaji wanyama wa kuchinja. Mbuzi ama wanyama tofauti wamekuwa wameongezwa sana bei. Je, hii inaashiria nini, ama je hii inaruhusiwa katika dini ya Kiislamu kwa sababu ni kitu ambacho kinahitajika kwa ukubwa zaidi na kimeweza kuongezwa bei? Labda wale Waislamu ambao pia hawajiwezi wanashindwa kununua wanyama wale, unazungumziaje jambo hili la kupanda bei mara? Unajua haya ni masikitiko, japo wafanyabiashara wanasema ni fursa, lakini hili ni swala la imani. Na swala la imani, dini imekuja kufanya mambo mepesi. Na dini imekuja pia kuwaasa wafanya biashara kutoruka mipaka kwenye kutoza bei, kwa sababu watu wanahitajia lile jambo kwa uharaka na kwa udharura. Ni vyema kabisa mfanya biashara kama nataka apate ujira mara mbili, apate faida ya biashara yake na aridhiwe na Mola wake mlezi, basi bei aifanye bei ya kawaida, aifanye bei ya wastani, asiongeze chumvi nyingi kwenye bei ikawa ni mzigo kwa wale wanaonunua. Naam, turudi katika swala ya Eid. Swala ya Eidul Adha na swala ya Eidul Fitri, je, zina tofauti? Ndio, Eidul Adha na Eidul Fitri zote mbili ni Eid, lakini zina tofauti, na tofauti zake ni nyingi tu. Labda tuorodheshe baadhi. Tofauti ya kwanza ni kwamba Eidul Fitri ni tarehe 1 mwezi wa 10 wa Kiislamu. Eidul Adha ni tarehe 10, 11, 12, 13 ya mwezi wa 12 wa Kiislamu. Eidul Fitri ni siku moja. Nazungumzia kuhusu swala ya Eid hizi mbili. Je, ina utofauti ama inakuwa inatumia labda zile labda rakaa sawa ama inakuwa na utofauti gani? Labda tuzungumzie kuhusu time yake ama wakati wa kuswali swala ile na baadhi ya sunna zake labda katika swala ile. Swala zote mbili ni vile vile tu. Swala hizi hazina adhana wala iqama. Swala hizi hazina qablia wala baadia. Swala hizi zote zina takbira, rakaa ya kwanza 7 na rakaa ya pili zina takbira 5. Ni sunna kwa swala hizi kusoma suratul A'la na suratul Ghashiyah. Ima majira yake kamba yanaingiana. Majira yake kamba yanaingiana saa 1 kwa saa 1 baada dakika 10, saa 1 dakika 10,
saa 1:15, saa 1:30. Hii swala ya Eidul Adha haiswaliwi mapema kidogo kwa sababu ya labda hizo sheria za kuchinja, muda wa kwenda kuchinja? Wajua swala zote mbili ni mapema. Saa 1 ni mapema. Naam. Na ndio majira yetu sisi wana wa Afrika Mashariki. Saa 1:30 ndio swala Eidul Adha inaswaliwa. Lakini pia imependekezwa Eidul Fitri iwe mapema. Naam. Kuliko Eidul Adha. Kwa sababu watu waharakishe kwenda kula. Mwezi mzima watu wamekuwa wakifunga. Naam. Unaona, kwa hiyo waswali mapema ili wapatilize kwenda kula mapema. Japo pia swala ya Eidul Adha imeachana kwa madakika tu na swala ya Eidul Fitri. Kwa hiyo zote zinaswaliwa mapema. Kumekuwa na labda utofauti wa waumini wa dini ya Kiislamu. Kuna wale ambao labda siku kuu ile ya Eid wamekuwa wanafurahia sana, wako pale nyumbani wanapika na kuandaa vyakula na kuweza kusherehekea, lakini wakakosa kuswali swala ya Eid. Je, kuswali swala ya Eid ni sunna ama ni kitu cha muhimu zaidi katika Muislamu kwenda kuhudhuria swala ile? Ama wewe kama Sheikh unaizungumziaje? Wajua, ili iwe ni Eid, naam, ni mpaka iwe na swala ya Eid. Swala ya Eid ni mojawapo ya kiamba jengo ya kukamilisha sherehe nzima ya siku ya Eid. Kwa hiyo inakuwa ni kinaya ama ni kichekesho kuna kwamba mtu anashughulika sana kupika na anasahau kwenda kuswali swala Eid. Ni sunna, lakini ni sunna iliyokokotezwa, yani ni sunna karibu na faradhi. Yani bana, fanyeni hima, fanyeni bidii, jipurukusheni anga muipate swala ya Eid, kwani ni kielelezo na ni mojawapo ya nguzo muhimu ya kuonesha kwamba hii ni siku ya Eid. Vile vile Waislamu wengi wameonekana wakiswali katika viwanja, wengine wakiswali misikitini. Kuna watu ambao labda wanaona jambo hilo lakini wanashangaa labda kwa nini watu wanaswali viwanjani, saa nyingine kuna mvua, labda kama Sheikh kutufafanulia jambo hili lina umuhimu gani kwa Waislamu kuweza kukutana kwa pamoja na kutekeleza swala hii? Swala ya Eid ni sunna, ni sunna na inatakiwa iswaliwe uwanjani. Lakini pia hajazuiliwa Muislamu kuswali msikitini, hususan panapotokea dharura za mvua, dharura za kimazingira, kwamba zinawalazimu Waislamu wale waswali msikitini. Ila wote wanaoswali uwanjani na wanaoswali msikitini swala zao zinakubalika, sababu sehemu zote zimeruhusiwa kisheria Waislamu wenye kusimama na kuswali maeneo haya mawili. Kuna baadhi ya watu haswa vijana wamekuwa wakitumia siku hii ya Eid kuweza kuisherehekea labda kwa njia isiyofaa, labda ujumbe wowote kwa vijana ama watu ambao wanaitumia vibaya siku hii ya Eid kuweza kufanya labda anasa na badala ya kupata thawabu, unawaambia? Ni hatari sana kwa Muislamu kufanya maasi ya siku ya Eid. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithu al-Qudsi anasema kwamba man aswa yawm al-Eid kama aswa yawm al-Wa'id. Anayeasi siku ya Eid ni kana kwamba ameasi siku ya Kiyama. Yani yuko mbele ya Mwenyezi Mungu, amesimamishwa, anasubiri ima kupewa pepo ama kupewa moto, alafu hapo akamuasi Mwenyezi Mungu. Yani ni siku nzito sana ambayo kwamba ni hatari kwa Muislamu. Na ina dhurubu kubwa kati ya uhusiano wake na Mola wake, kuwa ni mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu siku kama hii ya leo. Badala yake Waislamu wanafaa watembelee mayatima, watembelee wagonjwa hospitalini, wajane waangaliwe, wale wote ambao kwamba wamekosa nafasi njema katika jamii, basi ni wakati wa kutunukiwa nao pia. Haya ni baadhi ya mambo ambayo kwamba yanamfurahisha na kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna aina za takbira ambazo labda zinatofautiana. Labda ukituelezea takbira hizi zina tofauti gani na labda maana yake haswa nini? Kuna takbira ziko aina mbili. Kuna takbiratul muqayyad na kuna takbiratul mutlaq. Muqayyad ni aina takbira ambayo kwamba imewekewa wakati maalum. Kama hii takbira ambazo kwamba zinaletwa hizi ni takbira ambazo kwamba muqayyad inapaswa iletwe baada ya swala ya faradhi. Ina wakati maalum. Kila baada ya swala ya faradhi ndani ya masiku haya ya Eid, Muislamu anapaswa takbira alete. Alafu tuko na takbiratul mutlaq. Ni takbira ambayo kwamba Muislamu karuhusiwa kuileta wakati wowote. Ule yuko jikoni,
amekaa sebuleni, anatembea anakwenda sokoni, anatembea anakwenda uwanjani, kuna kumtembelea ndugu yake, ameruhusiwa alete takbira. Labda ukitupatia mfano, tupigie kidogo takbira Sheikh leo tupate thawabu angalau. Basi kama hapa tupata thawabu takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hii ni kwa ikhtisar. Na ina maana gani? Takbira ni kumtukuza Mwenyezi Mungu. Takbira, Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi. La ilaha illa Allah, hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi. Walillahil hamd, na kwake yeye ndio sifa zote njema zinapatikana. Kwa hivyo umetaja kwamba ni takbira hiyo ni takbira ambayo Muislamu anafaa kuipiga katika siku 4 hizi. Ndio. Muda wowote, mahali popote. Ndio. Kwa sababu atakuwa anapata thawabu kutoka kwa kabisa atakuwa anapata thawabu. Na kuna hiyo nyingine ambayo umetaja kwamba inapigwa msikitini. Kuna hii muqayyada kwamba inafaa iletwe baada ya swala ya faradhi. Naam. Kila baada ya swala ya faradhi hino inapaswa. Ambaye labda hiyo ni ndefu kidogo ama unaweza kutupatia? Zote ni moja. Na japo inaendelea Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illa Allah la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun la ilaha إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Naam, shukran sana kwa kuweza kutupigia takbira hiyo. Makweli ni sauti ambazo zinajulikana, zinasikika sana wakati wa Eid katika misikiti mingi na katika majumba mengi kuweza kumsherekesha Mwenyezi Mungu. Labda tuzungumzie sasa katika vitu ambavyo huambatana na siku hizi za sherehe za Eid. Kuna tuseme ni sunna ama ni tamaduni ya kuvaa nguo mpya katika sherehe hizi za Eid. Je, unaizungumziaje? Je, tamaduni hiyo ama jambo hilo linahusikaje na dini ya Kiislamu? Je, linatokana na dini ya Kiislamu ama ni vitu ambavyo watu wamejizoesha kufanya? Ni katika sunna. Unajua Mwenyezi Mungu ni mzuri. Naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Kika Mwenyezi Mungu ni mzuri, anapenda mazuri. Kwa hiyo kwa siku ya Eid kama hii ni sunna kuvaa nguo nzuri. Ni sunna kabla kwenda kuswali Eid kuoga. Ni sunna kujipaka manukato. Ni sunna njia uliokwenda kuswali swala Eid unabadilisha njia nyingine wakati wa kurudi. Hayo yote ni katika sunna ambazo Muislamu anapaswa zitekeleze wakati huu wa sherehe na swala zaidi. Na tuzungumzie umuhimu wa wale matajiri kuweza kuwasaidia maskini, kwa sababu unaona labda kila mtu hakujaliwa na maisha sawa sawa. Utapata matajiri labda wana overdo, tuseme katika lugha ya Kimombo, mtu ananunuliwa karibu nguo 7 katika siku zile za Eid, labda anabadilisha kwa siku kadhaa. Na kuna wale maskini ambao hawana kabisa. Je, labda ujumbe wote ambao utawapa wale waliojaliwa kwa wale ambao hawajiwezi, labda kuna jirani ambao labda hana hata nguo ya Eid, unazungumziaje jambo hili? Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anasema sura ya 4, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Katu hamtopata wema. Wema ni pepo. Tajiri hatoingia peponi hadi mutoe vile munavyo vipenda. Na mtu kuwa na mali sio maana kwamba amependelewa sana. Naam. Hivi ndivyo watu wanavyofikiria. Kuwa na mali ni mtihani, tena ni mtihani mkubwa sana. Ambapo kwamba Mwenyezi Mungu amekupatia mali ile ili utoe. Mwenyezi Mungu anasema almalu mali, mali ni mali yangu.
Na akasema ya ayuha nasu antumul fuqara ila Allah, enyi watu nyote ni mafukara mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wenye uwezo, matajiri mliopatiwa mali, msifanye uharibifu, msifanye israfu, itawagharimu maisha baadaye. Badala yake tumieni fursa ile kutoa wanaohitaji, kuwapatia maskini, kuwapatia wasiojiweza kwa ile sehemu ya mali Mwenyezi Mungu aliyokupatia, ili pia naye siku ya malipo apate kukustarehesha siku ambayo kwamba hatofaliwa mtu mali wala watoto. Naam, labda watu wamekuwa wakizungumzia jambo la kwamba mnyama unayemchinja siku ya Eid ni mnyama ambaye atakwenda kuwa kipando chako ama atakuwa gari yako siku ya mwisho. Labda ukizungumzia hili kwa kina zaidi tuweze kufahamu labda umuhimu wa mnyama yule mtu anayemchinja labda ni gani katika maisha na katika mwisho wa safari ya imani ya Kiislamu. Wajua hii ibada ya kuchinja ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda zaidi. Hata ukiangalia historia ya Qabil na Habil. Qabil kumuua ndugu yake Habil. Qabil alipika chakula, Habil akachinja. Mwenyezi Mungu akakubali ile ibada ya kuchinja zaidi ya ibada ya kupika chakula. Kwa hiyo ni aina ibada ambayo kwamba inampendezesha Mwenyezi Mungu zaidi. Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema ewe Muhammad, hakika swala yangu na ibada yangu ya kuchinja imetaja nao vile vile katika aya hii. Inaonesha umuhimu na uzito wake. Na mtu anayechinja ni katika ibada ambayo kwamba inamfurahisha Mwenyezi Mungu zaidi. Mbona asikupatie kipando kwenye siku ya malipo? Mbona siku tunuku na neema mbalimbali peponi? Almuhimu Muislamu awe amechinja kwa ajili ya Allah subhana, na ndivyo inavyotakaniwa kwa Muislamu. Na tuzungumzie fadhila, mafaida za siku ya Arafa kwa Waislamu ambao hawajakwenda kuhiji. Je, siku hii kwa wale ambao hawajaenda kuhiji wanafaa kufanya nini na fadhila gani ambazo wanafaa kuzifanya na labda zina umuhimu gani katika maisha ya Muislamu? Siku ambayo kwamba Muislamu hajakwenda kuhiji na ni siku ya Arafa, anafaa kufunga. Ni sunna kwa Muislamu kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa an siyami yaumi Arafa, akasema yukaffiru sanatul madhiya wal baqiya. Aliulizwa kuhusiana kufunga siku ya Arafa, nasema hii siku ya Arafa Muislamu akifunga basi anasamehewa madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Na madhambi katika mambo ya kiroho ndio jambo linalomzuia Muislamu asineemeshwe na Mola wake. Mshairi mmoja anasema adhambu yahruzu neema, yani dhambi ni hirza, inazuia mtu kuneemeshwa. Kwa hiyo Muislamu anapopomoshewa madhambi yake, basi milango ya khairi ya dunia yake na ya akhira yake inafunguka. Anatunukiwa huyo, anabarikiwa huyo, ananeemeka huyo. Kwa hiyo pana umuhimu mkubwa kwa Waislamu kuifunga siku ya Arafa. Na wale ambao hiyo siku ya Arafa wako katika hija, je, hiyo siku labda ni siku ambao wanafunga nao ama wanafanya jambo gani muhimu katika eneo lile? Wanaohiji siku ya Arafa huwa hawafungi. Badala yake kwanza zile swala ya dhuhuri na ya alasiri wanaichanganya rakaa mbili. Alafu katika majira ya alasiri wanatoka sasa kwenye tents zao. Na kuanzia alfajiri wanaswali pamoja kwenye tents. Adhuhuri na alasiri wanachanganya hawa. Alafu wanasoma Qur'ani, wanamtaja Mwenyezi Mungu sana. Na dua iliyopendekezwa siku ya Arafa ni la ilaha illa Allahu alladhi wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja na mshirika, na ni wake ufalme na sifa zote njema ni zake, na yeye ni mweza wa kila kitu. Hii inakaririwa mara nyingi. Majira yale ya alasiri wanakwenda kwenye kile kisimamo maalum maarufu cha Arafa. Pia wanaendelea kuomba dua mbalimbali, kuomba mahitaji na haja mbalimbali. Manake ni siku tukufu, ni siku yenye sharafu yake, ni siku adhimu sana. Kuna baadhi ya watu ambao wana uwezo katika siku kuu hii ya Eidul Adha, unapata wananunua hata ng'ombe labda
lori nzima ya ng'ombe ama pickup nzima ya ng'ombe. Je, mtu kuna kiwango cha kuchinja wanyama hao, ama mtu anaweza kuchinja hata ng'ombe 100 akaweza kuwagawanya, na hii inamaanisha nini ama inaashiria nini? Unajua katika mema washindani wanaoshindana, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, katika mema washindane wanaoshindana. Na mtu ni bilionea, sasa kutoa ng'ombe mmoja 30,000 kwake yeye ni kama kutia tone la maji kwenye bahari. Na anataka kufanya ile khairi, kwa hiyo anaamua yeye anapata ng'ombe 100, ng'ombe 200, anapata ujira zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na unadhani sikukuu hii ya Eid al-Adha labda inaimarisha vipi ama inaleta vipi mshikamano katika jamii? Inaleta mshikamano kwa sababu ya wazungu wanasema sharing is caring. Kule kugawanya sehemu ya chakula, sehemu ya nyama ni kuonyesha kujali, ni kuonyesha upendo, ni kuonyesha kumthamini mwenzako. Kihakika hii inaleta watu pamoja, kwa sababu watu kuzawadiana ni mojawapo ya sehemu ya watu kupendeshana nyoyo. Kwa hiyo kipindi hiki, msimu huu ni msimu ambao kwamba mapenzi yanadhihiri, umoja unadhihiri, ushikamano unadhihiri, na utangamano mwema na vile vile unadhihiri kwa khairi ya hii ya kuchinja na khairi ya nyama kugawanywa kwa watu wa tabaka mbalimbali, hata pia kwa watu wa dini mbalimbali, ukizingatia ujirani na undugu wa kibinadamu. Labda ujumbe wa mwisho, tukiarifiwa kwamba muda umetupa kisogo, ujumbe wa mwisho unawapatia Waislamu na jamii isiyokuwa Waislamu katika sherehe hizi na shamra hizi za Eid ni gani? Kuleta amani zaidi labda na upendo. Waislamu tuzidini kumtukuza Mwenyezi Mungu, na tuzidini kupeana sadaka ya nyama kwa Waislamu wenzetu na kwa majirani hata wasiokuwa Waislamu. Na pia vile vile kama Wakenya, hii sherehe imetuleta pamoja, inatuashiria kwa sisi ni wamoja na nchi yetu ni moja. Basi tusiacheni kueneza habari za umoja, kueneza habari za upendo, kueneza habari za ushikamano, kueneza habari za utangamano mwema. Na Mwenyezi Mungu atatubariki sote, na atubariki sote kama Wakenya. Pia vile vile alibariki taifa letu pendwa la Kenya. Na shukran sana Sheikh Omar Buya kwa muda wako. Ama kweli umeweza kutoa wengi taka za masikio kuhusiana na Eid hizi mbili. Kuna wengi ambao wanatutizama hawaelewi labda Eid hizi inamaanisha nini na zimeashiria nini. Na mtazamaji, tumekuwa naye Sheikh Omar Buya ambaye alikuwa mufti wa kwanza katika nchi yetu ya Kenya. Bila shaka ameweza kutueleza mengi kuhusu sikukuu hizi tukufu katika kalenda ya Kiislamu. Ama kweli tumeweza kujifunza mengi, na kama alivyotuambia kwamba tuendelee kufanya sadaka na tuendelee kugawanya nyama kwa wingi kwa wale Waislamu ambao wamebahatika kuweza kuchinja katika Eid hii, basi waweze kukumbuka ndugu zetu ambao si Waislamu na maskini kwa jumla, kuweza kuhakikisha kwamba sote tunasherehekea sikukuu hii ya Eid. Mtazamaji, niweze kuchukua fursa hii kuwatakia Waislamu wote Eid Mubarak. Hadi wiki ijayo tutakutana sehemu kama hii katika kipindi chingine cha Mambo Bayana. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhan. Kwa heri mtazamaji.